ikifunguliwa na nchi imefanya nini? Na nchi ina furaha leo, kwa sababu chama chetu, chama chenu kimetoka kifungoni. Na kunia hii hakuna jambo jipya kama wanavyosema. Ukiona jambo linafanyika leo, na ndio maana kuna history, ni jambo ambalo watu walisha testi huko nyuma, wakagundua madhara yake, wakajifunza. Nchi zenye demokrasia zimepita kwenye udikteta. Ukiona Ufaransa, walijaribu udikteta, walijaribu kuwa chini ya mfalme, lakini mfalme Louis alikanyaga watu na watu wakachoka sana. Kwa hiyo ikafika sehemu wakakataa kabisa na wakaondoa ufalme. Sasa kwenye mambo haya hakuna jambo jipya. Mambo yote ni mambo yanayojirudia. Kwa hiyo hii safari ya Chadema sio kwamba Chadema ndio ya kwanza kupitishwa hapa. Mfano mzuri wa vyama ambavyo vilijaribu kuuawa na dola lakini vina sauti ya wananchi na ikashindikana, mfano ambao tunautumia wakati wote, ni mfano wa ANC ya Afrika Kusini, ambayo kwenye mapambano yake yanafanana kwa kila jambo na mapambano ya Chadema inayoendesha. ANC ilifutwa hatimaye na makaburu wa Afrika Kusini, wazungu. Rais wa ANC wakati ule au kiongozi wao akakamatwa, wengine wakakimbia nje ya nchi. Lakini ANC haikufutika kwenye mioyo ya watu. Chadema inabeba ajenda ya kubadilisha nchi. Chadema inabeba ajenda ya afya bora kwa watu. Chadema inabeba ajenda ya rasilimali zetu kutumika kubadili maisha ya watu, kila mtu awe na uchumi. Chadema inabeba ajenda ya vijana wetu kupata ajira kwenye nchi hii. Chadema inabeba ajenda ya kuwa na barabara bora. Chadema inabeba ajenda ya kuwa na kilimo bora, ya watu kuwa na maji, watu kuwa na makazi bora, kwa sababu inawezekana. Hii ni nchi ambayo ina madini yanaitwa rare metal, ambayo yanatumika leo duniani huko kutengeneza silaha tunazoziona. Yanapouzwa, watu wanataka waone hiyo tafasiri kwenye maisha yao, kwamba madini yetu yameuzwa. Leo mimi nina nyumba, mtoto wangu ana ajira, natibiwa vizuri, hakuna shida ya matibabu, hakuna shida ya barabara. Unapojaribu kuua hiyo ndoto ya Watanzania kujipatia maisha bora, Watanzania watakushughulikia na hawatakubali. Ndio maana katika kipindi hiki cha ukimya wa siku 310 nchi yetu imekuwa na matatizo makubwa sana. Upandaji holela wa bei ya mafuta na wizi kwenye mafuta, na hakukuwa na sauti, kwa sababu tuliwaambia watu kwamba Chadema wakifanikiwa kuziba mdomo wa Chadema, nchi itakuwa kwenye matatizo. Mmemsikia nani anazungumza kwenye hivyo vyama vya briefcase na mfukoni? Mmesikia nani anasema kuhusu mafuta? Umesikia nani anazungumza kuhusu ajenda za wananchi katika nchi, wakati ambao Chadema ni sisi wenyewe tuko tunajitokeza kutoka mafichoni, tuna improvise mazingira, tunazungumza. Sasa tumerudi, na kwa sababu tumerudi, kazi ipo na tutaifanya kazi. Kwa hiyo tunataka tuwashukuru sana wanachama wetu kwa jinsi ambavyo mmevumilia. Kulikuwa na maneno mengi kwa kweli, na sasa tumerudi. Tunaishukuru mahakama kwa hapo ilipotenda. Tunajua matatizo ya mfumo wa mahakama ya nchi, lakini tunaishukuru katika hili. Hii kesi haikupaswa hata kuwa mahakamani tu, yaani ilipaswa siku ya kwanza ifukuzwe. Huwezi kutoa zuio dhidi ya wanachama milioni 9 au 10 kwa matakwa ya watu wawili, hata kama wangekuwa wanahitaji nini.
watu wawili wana madai dhidi ya watu milioni 10. Unazuia watu milioni 10 kufanya shughuli zao kwa sababu ya watu wangapi? Wawili. Tunajua hii kesi, kuna mtu anaitwa Saleh Bohora ambaye alienda kwa Mama Maulida Kom na Sisti Nyahoza, msajili msaidizi wa vyama, ndio wenye kesi hii. Na ndio maana kesi ya Chadema kama alivyosema katibu mkuu, siku hiyo hiyo ya tarehe 9 anakamatwa mwenyekiti wa chama, siku hiyo hiyo Chadema inafunguliwa kesi. Hakuna coincidence ya namna hiyo, hakuna tukio la namna hiyo. Ni kama matamko mnayoyasikia, siku hiyo anasema kiongozi wa dini fulani, na siku hiyo hiyo kiongozi wa dini fulani anasema matamko yanayofanana. Hawa watu ukiwa na akili tu ya kuvukia barabara unajiuliza, walilala pamoja? Walikubaliana kwenda kusema hilo jambo? Kwa sababu hakuna coincidence ya namna hiyo duniani, sio? Kwa ndugu zangu,